Ndugu mtazamaji, karibu sana kwenye kipindi chetu. Nimekuwa nikifurahi sana ninaposoma comment zenu na namna ambavyo mnanitia moyo kwamba nifanye vizuri zaidi, kwa sababu content hizi zimekuwa zikileta mabadiliko kwenye maisha ya watu. Naamini hata hii video ya leo haitakuacha vile ambavyo ulivyo. Karibu ungane na mimi uangalie hii video mpaka mwisho ili ufahamu tunachokwenda kukiongelea. Lakini leo tutagusa namna ambavyo fedha inavyoweza kutumika ukiwa nayo mfukoni, au ukiwa nayo benki, au ukiwa nayo kwenye mobile money. Ni namna gani fedha inaweza kutumika, inavyoweza kufanya kazi, sio kutumika in search. Kuna principles za fedha inavyofanya kazi. Kwa hiyo nitakufundisha leo basically uone namna ambavyo fedha inafanya kazi. Hata ukipewa shilingi 100,000 sasa hivi, itafanya kazi kulingana na principle na zinazo exist kwenye maisha yako. Karibu ungane na mimi mwanzo hadi mwisho, na pengine uone namna ambavyo umekuwa ukipata au kupoteza fedha kwa sababu ya kutokufahamu fedha inavyofanya kazi. Karibu tuwe pamoja mwanzo hadi mwisho wa video hii. Nianze kwa kutumia msemo wa wahenga. Huu msemo ndo nitakao flow nao kwenye video hii yote nzima, na ndo majawabu hasa ya kila ambacho nakwenda kukiongelea leo, kwamba namna fedha inavyofanya kazi ukipata mkononi kwako. Wahenga wanasema kwamba fedha huwa inafuata uzoefu. Fedha ikikutana na uzoefu, uzoefu unaivaa fedha. Fedha ikikutana na uzoefu unaivaa fedha. Lakini mwisho wa siku fedha inauvaa uzoefu. Kwa hiyo kuna stage kama 3 hapo. Fedha inakuja mkononi kwako, inakuta kuna uzoefu fulani. Ule uzoefu unaanza kuiangalia ile fedha. Alafu mwisho wa siku fedha inavaliwa na uzoefu. Yaani uzoefu huwa unaishinda fedha nguvu. Kwa hiyo mfumo na mwenendo wa fedha kwenye maisha yako na mkononi kwako mara nyingi huwa ni kutokana na uzoefu ulionao, ndio unao drive fedha itumikeje kwenye maisha yako. Kwa kama una uzoefu mbaya au sio mzuri kwenye mwenendo wa kifedha, basi fedha haitapata discipline. Fedha itafuata uzoefu. Kama uzoefu wako wa kifedha ni una discipline, ni mzuri, ambao fedha ile imeukuta, hata kama ni 100,000, basi fedha ile itazaa au itafanya sawasawa na uzoefu utakaokutana nao. Kwa maana tu nyingine kwamba uzoefu, experience, ndiyo ambayo ina beat money. Yaani fedha inabebwa na uzoefu. Sasa inaweza kabebwa au ikaangushwa kulingana na kwamba uzoefu uliopo, experience ulionayo sio nzuri, ikaipoteza fedha. Kwa kila ukipata fedha inaondoka, kila ukipata fedha inapotea, kwa sababu kuna uzoefu ambao, kuna experience ambayo haisupport namna fedha inavyofanya kazi. Labda tu nikurudisha nyuma kidogo kwenye malezi yetu ya Kiafrika na hasa Tanzania. Sisi wazazi, mimi ni mzazi. Kwa hiyo unapochukua watoto wako, hata wewe ulivyokuwa mdogo unayenisikiliza, sasa baba au mama anakuchukua ukiwa bado mdogo, sehemu zote ambazo amekupeleka ni sehemu za kutumia. Anakupeleka beach, anakupeleka dukani kununua nguo za shule, anakupeleka sokoni kununua matunda na mboga, anakupeleka buchani kununua nyama. Kila kazi uliopewa, kila ulichokuwa unaambiwa ni kwenda kutumia tu. Kwa hiyo uzoefu ulioubeba ni wa matumizi mpaka unafikia umri huu unaonisikiliza hapa. Hakuna hata siku moja ulipelekwa kwenye uzoefu wa kuzalisha. Kila ulipokuwa unakuwa exposed na fedha, ilikuwa ni kwenda kutumia. Ukienda kanisani au msikitini ni kutoa sadaka.
Ukienda shuleni unalipa ada. Ukienda dukani unanunua vitu. Ukienda sokoni unanunulishwa vitu. Kokote ambako umepelekwa kwa uzoefu, ulikuwa na kujengea uzoefu wa matumizi. Sasa huo uzoefu kama ndo uko nao, ndo experience yako, fedha ikija mkononi kwako, usishangae kaishia kwenye matumizi. Kwa sababu experience ndo huwa inameza fedha. Kwa hiyo ili uweze kuwa na utumiaji mzuri wa fedha, ni lazima uwe na experience inayoweza kutunza na kuzalisha fedha. Nitoe mfano ambao mimi binafsi imenijengea uzoefu pengine wa kutumia fedha vizuri, na upo uzoefu ambao ninausema hapa tayari wa kupelekwa kanisani. Nilikuwa napelekwa kila kanisani, napewa sadaka, natoa. Nikipelekwa sokoni natakiwa nikanunue vitu, nimetumwa dagaa, chakula au chochote. Nikipelekwa buchari na kwenda kununua nyama kwa ajili ya nyumbani. Popote nilipopelekwa na wazazi wangu ilikuwa ni kutumia. Lakini nilipata bahati nadhani ya kuishi kwenye mazingira magumu kiasi kwamba tulikuwa tunajifunza kujitafutia. Wale wa zamani kama mimi ambao mna miaka 40 mnaweza mkaconnect na mimi vizuri sana, lakini hata Gen Z mnaweza mkapata historia kidogo. Zamani kulikuwa na kanda mbili zinaitwa Umoja, za blue au nyekundu, zilikuwa zinaitwa Umoja. Alafu kulikuwa na sabuni inaitwa Ayu na Give na Geisha. Geisha ilikuwa kubwa moja hivi, nashika na mikono yote miwili. Alafu Ayu na Give zilikuwa zinashindana kunukia. Kwa nakumbuka tukiwa wadogo sana, tulikuwa tunashindana nani anakuja mtoni, sikuwa tunaoga mtoni au ziwani, nani anakuja ziwani au mtoni na sabuni ya kunukia kuliko mwingine. Sasa wazazi walikuwa hawawezi kutupatia fedha ya kwenda kununua hizo Ayu au Give na ndala nzuri za Umoja. Tunaenda nazo hadi shule ndala. Tulikuwa tunashindana nani ana ndala nzuri, nani ambaye ananukia vizuri, nani ana sabuni inayonukia vizuri, na mafuta ya kwenye mkebe ya kupaka. Sijui kama hata mnaujua mkebe, kama compass, wala ambao wa siku hizi mnasema compass. Kulikuwa na mafuta yanakaa kwenye mkebe. Tulikuwa tunanunua yale, baada ya kuoga unapaka yale, lakini wazazi hawawezi kukununulia. Kwa hiyo tulikuwa tunalazimika kwenda aidha kupanda juu ya mti, kuangua mazambarau na kwenda kuwauzia wenzetu ambao hawawezi kupanda, wanaogopa kupanda kwenye miti. Tunapata fedha, tunaenda kununua Ayu au Give. Au tulikuwa tunafanya marudio hasa kwenye shamba la shule la mahindi. Wala ambao mnafahamu shule zetu za zamani, tulikuwa tunalima shuleni. Shule zetu zingekuwa shule za kilimo kabisa. Kwa hiyo wakishavuna wanafunzi, kwa sababu hawavuni kwa makini, wanaacha mahindi mengi sana shambani. Sasa sisi tulikuwa tunafanya marudio. Wakishamaliza kuvuna wanafunzi, jioni mkitoka shule mkishavua uniform, mnaenda kufanya marudio kwenye shamba la shule. Pengine mmeacha makusudi, lakini hiyo Mungu anajua. Mnafanya marudio. Mkirudia kwa kuvuna yale mahindi, kuokota aliyokuwa amedondoka, yaliyoachwa, yaliyoangushwa tu bahati mbaya na wanafunzi, mwingine wanafunzi amekanyaga tu hivi akalipita. Ukirudia yale, ukija ukikaa chini ukianza kuyaandaa kupuchua, unapata magunia yako 2 matatu. Baada ya muda unaenda unauza, lakini kuuza kwenyewe kilichotufanyia motivation ilikuwa ni either kwenda kununua Ayu au Give inayonukia, au kununua mafuta ya kupaka mazuri, au kanda mbili za Umoja. Hakukuwa na matumizi mengine wakati ule ya utoto. Lakini kumbe ilikuwa inatujengea uzoefu wa kuanza kutengeneza fedha bila sisi wenyewe kujua. Kama nilivyokwisha kusema, mimi pia nimevua samaki. Kwa hiyo wakati mwingine kwa tunakwenda kuvua samaki na ndoano au na nyavu. Ukienda kuvua samaki na ndoano, wazazi wanasema sisi hatuwezi kula samaki ambao wana minyoo. Kwa hiyo kwa maana ndoano lazima uweke chambo kama mnyoo fulani hivi.
Kwa hiyo ukimletea mzazi wakati ule hataki kula wale samaki, unaenda unauza, lakini lengo ni kupata fedha ili uweze kununua ayu au give au geisha. Sasa tumeishi hivyo tukiwa tunasoma shule ya msingi, tumesoma sekondari, sisi tumeishi mashule za kilimo. Kwa hiyo unakuta tunafanya hivyo tu. Unakwenda unatafuta fedha, unaokota mahindi, unaokota matunda, unakuja unabadilishana na kitu. Kuna wakati hata madaftari tulikuwa tunabadilishana madaftari na matunda. Wale ambao ni wa zamani mnaweza mkafahamu, tulikuwa mpaka tunaweza kuwa na daftari la hesabu lazima liwe limeunganishwa karatasi nyingi katikati. Kwa hiyo kule sisi kijijini tulikuwa namuuzia mtu mazambarau, anakuchania karatasi za katikati za daftari lake. Wewe unaanza unaunga kwenye daftari lako, unabadilishana ili upate daftari kubwa la hesabu kuliko watu wengine wengi. Wale ambao wamepita hizo enzi wanafahamu. Kwa hiyo yale yalikuwa yanatufanya na tujengea kumbe experience ya kutafuta. Vilikuwa ni vitu vidogo vidogo, pengine vya sifa tu, lakini vinakusaidia kujifunza namna ya kuitumia kuitafuta fedha. Ikawa inanitoa kwenye msingi wa wazazi ambao kila wakinipeleka kanisani ni kutoa sadaka, wakinipeleka sokoni ni kwenda kununua, wakinipeleka mahali popote ni kununua, ni kutoa fedha tu. Nikawa napata hii room ya kujifunza namna ya kuingiza. Nikienda kuokota mahindi, nikija nauza napata hela, nanunua kanda mbili. Nikienda kuokota matunda, nikipanda juu ya mti, nikinyengua maembe, nikiuza, natengeneza kitu fulani. Kwa hiyo yale maisha ya utoto yakawa yanatujengea namna ya kutengeneza fedha. Sasa tumekuja kuwa watu wazima kama hivi, sasa hivi tunafanya biashara. Kumbe ndo maembe yenyewe, haya ndo machungwa yenyewe, haya ndo tunavuna mahindi kwenyewe hivi, alafu unapata fedha. Kwa hiyo imetufundisha namna experience, uzoefu uliopo ni wa kuona namna unaweza kuzalisha, unaweza kuingiza zaidi kuliko kutoa pia. Japokuwa kutoa bado ni default, nikipata hela bado natumia kwa sababu nilifundishwa na wazazi kutumia. Kwa hiyo fedha namna inavyofanya kazi inafuata uzoefu. Kwa hiyo uzoefu ulionao sasa hivi wa namna nzuri ya kutumia fedha ndio unaoathiri fedha yoyote unaoipata mkononi. Kama ulifundishwa kutumia tu, kila pesa ikija mkononi kwako, cha kwanza ni kuwaza namna gani ya kuibadilisha hii fedha kuwa matumizi. Ikiisha ndo unaanza kuhangaika kutafuta sehemu nyingine. Hakuna namna unawaza namna ya kuizalisha 100,000 iwe milioni. Ukipata tu 100,000 sasa hivi, unawaza sina shati, sina sabuni inayonukia, sina hiki, inakwenda kuisha yote. Alafu huna mahali pengine pa kuizalisha. Kwa sababu uzoefu ulionao ni wa matumizi zaidi kuliko uzoefu wa mapato. Kwa hiyo nashauri kwa sisi ambao ndo tunaangalia video hii, hebu tutengeneze sasa hivi kabla hujapata hiyo milioni 1, kabla hujapata hiyo milioni 100, tutengeneze uzoefu wa kunamna ya kuzalisha, namna ya kuifanya 100,000 iwe 120,000, namna kuibadilisha 10,000 kuwa 15,000. Tuweke uzoefu wa namna ya kuitumia fedha. Itakapokuja kiukuta uzoefu upo mzuri wa kuzalisha, ikija inazaa. Ikikuta uzoefu ni wa kutumia, ikiingia inadumbukia kwenye matumizi. Haijalishi kiasi gani. Kwa sababu ukipata milioni 100 utawaza gari, itadumbukia kwenye gari. Unabadilisha milioni 100 inakuwa chuma. Alafu unaanza kuhangaika mafuta. Chochote utakachokipata kama mlango wako na uzoefu wako ni wa matumizi, itadumbukia kwenye matumizi. Kama mlango wako ni wa kupata kwa ajili ya kuzalisha, hata ukipata shilingi 10,000 leo hii, kuna watu wanasema mimi na milioni 1 nifanye kitu gani? Yaani ukiona hivyo ni kwamba experience iliyokutana na hiyo milioni 1 ni ya matumizi, ila moyo hautaki kuitumia, lakini bado hauna experience ya upande wa pili. Kwa hiyo ana milioni 1 alafu hajui nini afanye.
na wakati akiangalia mazingira yote yanayomzunguka ni biashara. Kama anaona kuna taa ya umeme, balbu ni taa, ni biashara. Kama anaona kuna chochote mbele yake, hicho chochote anachokiona ni biashara. Akiona simu anaonisikilizia hapo anatumia simu ni biashara. Unaweza kauza cover, unaweza kauza protector, unaweza kauza chochote. Sasa una milioni 1, alafu hujui namna ya kuitumia milioni 1. Ujue uzoefu hiyo milioni 1 leo kutana nao ni wa matumizi, sio wa kutengeneza fedha. Experience inameza fedha. Kwa kama kuna mahali pa kuboresha, tuboreshe kwenye upande wa pili wa experience. Tutengeneze uzoefu wa kuzalisha hata shilingi 10,000. Ili ukija kupewa milioni 10 ilete maana, kwa sababu itakutana na uzoefu. Lakini kama hujawahi kukusanya mahindi shambani ukauza, hujawahi kwenda kuengua matunda sijui wapi ukaja ukauza, hujawahi hata kufanya chochote kile kikabadilika kikawa fedha, ila unajua tu namna ya kubadilisha fedha kuwa kitu, lakini huwezi kubadilisha kitu kuwa fedha, basi ujue uzoefu huo ndio unakukost. Ni vizuri sana kuanzia watoto tunaowalea sisi ambao ni wazazi, tuwafundishe pande zote mbili. Tena upande wa matumizi huwa anasema ni default. Hamna mtu ambaye hajui. Mtu anazaliwa tu anajua kunyonya. Kutumia haina shida. Lakini umwambie azalisha hayo maziwa anayonyonya, ndio ataona kazi yake. Kwa kama kuna sehemu ya kuwekeza zaidi ni upande wa uzalishaji. Kwa hiyo watoto tuwafundishe namna ambayo wanaweza kutengeneza shilingi 1,000, wanaweza kutengeneza shilingi 2,000, wanaweza kutengeneza shilingi 10,000. Unaweza kaona ni shilingi 10,000 ni hela ndogo, lakini inamjengea experience ya kuja kuizalisha fedha yoyote atakayoipata akija kuwa mtu mzima. Tunawapeleka watoto kwenda kujifunza kuuza pipi. Tunawapeleka watoto kwenda kujifunza kuuza vocha. Watoto wanajifunza kuuza machungwa. Watoto wanajifunza gengeni kwetu kuuza kitu fulani. Unaona kama unamtesa mtoto, lakini unamjengea experience ya kutengeneza fedha. Baadaye akija kuipata 100,000 yake, experience itaibeba ile 100,000. Itaibadilisha kuwa milioni. Lakini ukiacha leo ukawa unamwona mtoto wako hataki kusumbuka kwenda kuuza matunda kwa sababu wewe una hela nyingi sana, anakaa ndani ya geti unamfungia. Hataki kwenda kuuza vocha za 1,000, kwanza siku hizi za kuangua zinunuliwi. Hautaki kumpa uzoefu mdogo wa kubadilisha mazingira au vitu kuwa fedha. Alafu unatarajia akishakuwa mtu mzima kama wewe aweze kufanya mabadiliko. Atatoa wapi uzoefu wa kubeba mazingira ya fedha? Kwa hiyo mimi nalazimika kuwaweka watoto wangu katika maeneo ya kujifunza kuuza, kujifunza kubadilisha vitu kuwa fedha, ili niwawekee misingi ya kuja kuibeba hela yoyote atakayokutana nayo na kuibadilisha kuwa fedha, vitu atakavyokutana navyo kuibadilisha kuwa fedha. Ukiwanyima hiyo haki, kama baadhi yetu tulionyimwa, mwisho wa siku kila fedha utakayoiona mikononi kwako unapanga namna ya kuitumia, na utashindwa kujua kipaumbele ni kitu gani kwenye matumizi, kwenye manunuzi. Hata kama unataka kufanya biashara, unajikuta umenunua kitu ambacho ungetakiwa kinunue cha 5 unakinunua kwanza, kinashikilia hela yote, unajikuta umekwama sasa, kwa sababu huna uzoefu wa namna ya kutumia fedha ambao unazalisha. Una uzoefu wa matumizi tu, kwa hiyo haujui mahali pa kuanzia. Ndio maana wengi tu mnaonisikiliza hapa mnazo 100,000 mfukoni, lakini baada ya siku 2 umeshabaki sifuri, hauna hela tena. Alafu nalalamika mimi sina fedha. Nalalamika hauna uzoefu mzuri unaoizalisha fedha.
ila una uzoefu unaojua kuitumia fedha ambao ni default. Matumizi na kuhakikishia hii ni default. Yeyote yule anajua kutumia na anaweza kutumia. Changamoto iliyopo ni namna ya kuzalisha. Kwa hiyo badala ya kulalamika kwamba mimi fedha inapotea, hebu jiassess, jiangalie uzoefu uliowekewa na wazazi wako, uzoefu uliowekewa shuleni na walimu wako, uzoefu ulioupitia kwenye mazingira uliokuwa nayo, na uzoefu ulionao sasa hivi kazini. Ni wa kukufanya uweze kuzalisha au ni wa kutumia tu? Waliosoma hesabu wanasema lazima kuwe na debit na credit. Yaani lazima kuwe na transaction zinazoingia na zinazotoka. Lakini sisi wanadamu wa Kiafrika hasa tumefundishwa kutoka. Hakuna inayoingia. Tumefundishwa kila sasa sijui kinaingiliaje. Kiingilia tumejua kupewa tu, kama wazazi wanakuwa kama dona, anadona, anakupa hela tu, wewe unatumia tu. Tunasubiri wazungu watuletee hela tutumie tu. Sasa tumekusana na mzungu mwenyewe sasa, ambaye hataki kutoa hela yake. Sisi tunatakiwa kutengeneza, tuna kila kitu, tuna malighafi, tuna kila kitu. Kila kitu tukiko hapa Afrika ambacho kinaweza kutusaidia sisi kukibadilisha kuwa fedha kwa kukiongezea thamani. Lakini kwa sababu tumefundishwa kutumia, tunasubiri mzungu alete hela tutumie. Tunasema baba alete hela tutumie. Mama naomba hela nitumie. Mtu fulani akupatie nitumie. Nina tatizo hili, nasubiri unisaidie wewe unayeongea. Yaani mimi natoa muda wangu na fedha zangu kuweza kukuletea hii video, alafu bado unaniomba hela tena nikuletee. Wakati hii content tayari inatosha kabisa kukubadilisha, kukupa experience ili uanze kujifunza namna nzuri ya kutumia na kuingiza fedha. Tumekaa kuomba tu. Kila fedha ikiisha nasubiri kumuomba fulani, kumuomba boyfriend, kumuomba mwanamume, kumuomba mwanamke, kumuomba fulani. Kila mtu anasubiri kuomba. Hapana. Tujengeni uzoefu ambao utakuja kukutana na fedha, hata kama ni kidogo kiasi gani. Hiyo fedha itabadilika kuwa nyingi. Kwa sababu ikikutana na uzoefu ambao unajua kuzalisha, kwamba una uwezo wa kwenda kuzalisha ile fedha. Una uwezo wa kwenda kununua chambo, ukaenda ukaloa samaki, ukavua samaki, ukaja ukauza. Badala ya kwenda kununua samaki, unakwenda unanunua chambo. Mtu mwingine anasema kwa nini ununue minyoo badala ya kununua samaki? Hajui kwamba chambo kimoja na kikata vipande vinne kinaletea samaki 4. Nikiwa navua samaki kule kwenye bahari au ziwani. Lakini wewe unataka tu nikipata hela nikanunue samaki mkubwa. Badala ya kununua chanzo kinacholeta samaki wengi, mimi nakimbilia kwenda kununua samaki atakayeishia tumboni. Uzoefu ule ndio utakaosababisha mimi fedha yangu izae, lakini uzoefu huo ndio sababisha kila fedha ninayoipata iishie shimoni, kwenye matumizi na maanisha. Ndio maana watu hawawezi kukaa na fedha, na kila fedha haitoshi. Kwa sababu ndugu zangu, matumizi tulionayo ni makubwa mno kuliko fedha yoyote ambayo itakuja mikononi kwako. Sasa ukijenga uzoefu wa kutumia tu, hakuna fedha itatosha. Lakini ukijifunza namna ya kubadilisha fedha kidogo kuwa nyingi, iko siku baada ya muda ilikuwa ni 10,000 ishakuwa laki, ishakuwa milioni. Ndio unaanza kurudi kutumia kidogo kidogo. Lakini kila fedha inayoingia mkononi kwako inakutana na uzoefu wa matumizi na inaishia kwenye matumizi. Hakuna shilingi inayokuja kupitia mshahara, kupitia kupewa, kupitia chochote kile inayobaki. Kila ikija ina matumizi, inakutana na birthday, inakutana na hiki, inakutana na anniversary, itakutana sijui na nini, itakutana sijui, yani vimepangwa vitu vya kutoa fedha kama vile havipo kabisa, hamna mfano wake wa kuweza kufanya yani. Yani vitu vya kutumia ni vingi, hakuna namna ya kuvihesabu. Ndio maana ukikaa mtu anakuwa na milioni 1, haoni namna ya kuizalisha milioni 1 ya Tanzania. Lakini milioni 1 hiyo kumwambia tumia, akienda mahali harudi nayo. Saa hiyo. Sasa nabaki nayo anaiangalia tu.
mwisho wa siku yanamshinda, inadumbukia kwenye matumizi. Kwa sababu kadri unavyobaki nayo ndo matumizi yanazidi kujaa. Kadri unavyobaki nayo milioni 1 ndo matumizi yanazidi kujikusanya. Mwisho wa siku anaibasti ile milioni, unasema ngoja nitumie tu, nitapata nyingine. Nitapata nyingine. Mungu anajua. Iko siku nitapata nyingine. Ngoja hii iende. Inaenda kweli yote. Matatizo yanaongezeka. Kwa kila unachokipata kinapitiliza kwenye mashimo la matumizi. Kwa sababu uzoefu uliopo unameza fedha. Uzoefu, ndugu zangu, ndio ambao unameza fedha, au ndio ambao unazalisha. Kwa hiyo ukiona unapata fedha alafu haizalishwi, usiwe na shaka na hiyo fedha uliyopata. Jiulize, uzoefu wangu wa kuzalisha upo kiasi gani? Uwezo wangu wa kuweza kubadilisha shilingi 1000 kuwa 1200 uko wapi? Hapo ndo tatizo lako limelala. Sasa sisi ambao tumeshapita kwenye mambo mengi, tunaweza kuja kukusaidia kweli, kukufundisha namna ambayo unaweza kutengeneza vyanzo vya fedha hata kama una shilingi 10,000, 5,000. Namba zetu ziko hapo kwenye bio, contact zetu ziko hapo, subscribe, lakini tupigie tuweze kukuhudumia na kukusaidia. Tukusaidie kutumia hiyo hela. Lakini tutakufundisha maarifa ya wewe kuweza kuizalisha ile nyingine itakayokuja. Karibu sana, uwe na sisi na video zinazofuata. Usisahau kusubscribe. Asante sana.